Habari ndugu waandishi, mimi naitwa Eli Fadhil, mmoja wa waanzilishi. Aendi sana na Feni. Habari ndugu waandishi, habari. Mimi naitwa Eli Fadhil, mmoja wa waanzilishi wa Uni Champions, lakini pia kwenye kamati ya maandalizi msimu huu ni makamu mwenyekiti wa maandalizi ya Uni Champions. Uni Champions ni mashindano ya vyuo na vyuo vikuu Tanzania ambayo yanahusisha categories mbalimbali. Moja ni mashindano ambayo yanahusisha mashindano ya michezo ya aina yote, ikimaanisha kwamba mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa volleyball pamoja na netball, lakini pia kwa msimu huu kuna categories nyingine mbalimbali katika upande wa talents, lakini pia upande wa awards. Tuko hapa siku ya leo kwa ajili ya kuliweka rasmi au kutangaza rasmi uwepo wa mashindano haya kwa msimu huu, tukiwa tumeambatana na wadau mbalimbali ambao tutashikana nao mkono katika msimu huu ambao ni msimu wa pili wa Uni Champions toka kuanza kwake msimu wa kwanza ambao kupita nyuma. Kwenye upande wa michezo ambao ilikuwa ishafanyika pia msimu wa kwanza, inaenda kufanyika msimu wa pili. Tutakuwa tuna michezo ya aina 4. Mchezo wa kwanza ni mpira wa miguu ambao utahusisha timu kutoka vyuo 24 katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia tuna mchezo mwingine ambao wenyewe huu ni wa basketball ambao tutashiriki timu 16 za vyuo vikuu, lakini pia kuna mchezo mwingine ambao ni wa volleyball, vile vile tutashiriki timu 16, lakini pia netball tutashiriki timu 16 kutokea mkoa wa Dar es Salaam. Kwa jumla hii michezo yote sasa itakuwa ni michezo 140 na itafanyika kwa kipindi cha miezi miwili. Kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 5 utafanyika uzinduzi rasmi mpaka mwezi wa 6 tarehe 27 itakuwa ni tamati ya hii michezo yote, ambapo vyuo vyote Dar es Salaam vitashiriki ni vyuo 24. Michezo itakuwa kwa mtindo ufuatao. Mpira wa miguu utaanza hatua ya makundi, ambapo tumegawanya makundi kutokana na wilaya ambapo hizi timu zipo. Kwa wilaya ya Ubungo watakuwa wanatumia uwanja wa chuo cha Ustawi, lakini pia timu ambazo ziko upande wa UDSM tutakuwa tunatumia uwanja wa UDSM. Timu ambazo zipo upande wa Temeke tutatumia uwanja wa Dusi, lakini pia timu ambazo zipo Posta tutatumia uwanja wa Muhimbili. Kwa hiyo kila kundi linakuwa na timu 5. Baada ya makundi kuisha, timu 2 kwenye kila kundi itaelekea hatua inayofuata, ambapo itatumika viwanja vya Bambina Lounge kuelekea finali, nusu finali mpaka finali. Kwa michezo mingine ambayo ni volleyball, netball pamoja na basketball itatumika kuanzia hatua ya 16 bora au hatua ya mtoano vioni, kisha kuendelea na hatua nyingine mpaka kupata mshindi wa finali kwa upande wa michezo ambao huu ni msimu wake wa pili. Lakini pia kwa upande wa talents tupo na partners wetu ambao hawa ni UC, ambao tunaona tuko hapa na mwakilishi wake managing director, anaweza kuja kutupa kwa upana wake kwamba talent hizi zinaanzia wapi, zinakwenda wapi, tutafikia wapi. Kisha tukaribishe wadau na wadhamini ambao tunao hapa siku ya leo pia kwa ajili ya kuweza kutupa 1 na 2 na kwa nini wao wamekuwa interested kufanya kazi na wanavyo. Kwa hiyo karibu sana Mr. Face. Sogea huku uweze kuzungumza juu ya talents. Inaenda vipi? Okay, asante sana kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Mr. Face na mimi ni managing director kutoka CUC. Na CUC ni Creative Uni Connect. Sisi CUC na Uni Champion tumekuwa partners. Tumekuwa na partnership ambapo sisi tutalisimamia swala zima la talent. Na of course katika talent season ya kwanza ilikuwa ni ya michezo tu, lakini hii season ya pili imekuwa ni season ambayo wamejumulisha vitu vyote sasa, kwa sababu tunajua wanafunzi wana talent nyingi, vitu vingi sana viko chuoni. So kilichofanyika, wameona waweze kuchukua wote hawa kwa ajili ya kuweza kuwaonyesha, kwa sababu lengo ni ku-unlock zile potential ambazo zipo kwa wanafunzi. So CUC tumeingia moja kwa moja, wanasema tumeingia miguu miwili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi talenti zinaenda kuonekana kwa ukubwa kabisa, lakini pia tumejipanga na uzuri. Mapokezi ni mazuri sana. Mpaka sasa hivi tuna wanafunzi kama 280 ambao wamejisajili kwa ajili ya competition, na auditions zitaanza kufanyika. Ni wanafunzi wengi, auditions zitakuwa ni nyingi sana kwa sababu tuna audition kama 16. Kwa hiyo tutakuwa tunagawanya watu wa 50. Kwenye 50 hapa tutatoa watu 10, tutakuja tutatoa tena mtu mmoja katika yale makundi ambao ni 10 mpaka tutakapopata yule mshindi au wale washindi ambao wameweza kushiriki. Lakini pia hii ni kubwa sana kwa sababu raundi hii tumejipanga vizuri na tunahakikisha kabisa kwamba
Uni Champion inaenda kuwa top, lakini pia hizi talent za vijana potential zao zinaenda kuonekana. Sisi tumeingia kwa sababu gani? Kuweza kuziendeleza hizi talent after kuonekana kuna namna hizi talent zinatakiwa ziendeshwe. Sisi tuko kama kwa ajili ya kuwa mentor hawa wanafunzi, kwa sababu tunajua talent ndogo mara nyingi zinakuaga hazina system nzuri. Zinakuepo, talent inaanza inapotea, ndio maana unakuja kuonekana kwamba talent ni uhuni au talent ni mambo mengine ya ajabu ajabu, lakini kwa sababu ya kukosa system ambayo ni sahihi. Kwa hiyo CUC tumejipanga kwa ajili ya kuwa mentor hawa vijana ambao watapatikana, sio hawa tu, lakini wote ambao watashiriki kwenye haya mashindano. Sisi tutahakikisha wanakuwa kwenye misingi mizuri na misingi ya talent ambayo imesimama. Hata kama watakuja kupata kuwa ambassador wa sehemu fulani, itakuwa ni nzuri kwao au itakuwa ni vyema kwao kuonyesha kwamba walivyojipanga ni wametokea wapi. Kwa hiyo wameshiriki mashindano, lakini after then kuna fursa zinaonekana wamekuwa na misingi ambayo ni mizuri. So washiriki ni wengi sana, lakini sio tu waimbaji au nimetaja ni waimbaji, lakini tuna watu wa hip hop. Hip hop tuko na watu kama 80 ya, lakini pia tuna dancers ni wengi sana, lakini pia tuna watu wa poetry wapo, lakini pia wapo watu wa fashion, wapo watu wengi sana almost. Sisi tunachohakikisha ni kitu gani? Ni kuweza kuwatengeneza hawa vijana na kuonyesha vipaji ambavyo vimelala vioni kwa vijana wetu, kuweza kuvinyanyua na kuvipeleka watu wa vione. CUC huwa tunatengeneza platform, na hii Uni Champion ni platform ambayo ipo kwa ajili ya wanachuo. Tunajua talent yoyote haiwezi kuonekana bila platform kuwepo. Kwa hiyo tunavyoweka hizi platform tunaonyesha zile talent ambazo zipo, na watu wakiziona ndo njia ambayo inampa yule mwenye talent kuonekana na vitu vingine kuweza kuonekana. So sisi tumejipanga vizuri na tunawaahidi tu kwamba hatutawaangusha katika hili. Season 2 ni ya moto kabisa. Kwa hiyo cha msingi ni kuweza kusubiri kuona. Auditions zitaanza tarehe 7, na kukumbusha zitaanza tarehe 7. Tutaanzia hapo na tutakuwa tunafanya mara 2 kwa wiki. Tutafanya Jumamosi, tutafanya Jumatano na Jumamosi, kwa sababu washiriki ni wengi sana, inabidi tufanye mara 2 kwa wiki. Lakini pia tunawaalika sponsors ambao wanatamani kuweza kujoin, hata kusponsor audition moja, pia wanaruhusiwa. Bei ni nzuri kabisa, lakini pia anaweza akasponsor audition moja au akasponsor audition zote mpaka kuweza kufikia ile final. So sisi tumejipanga vizuri, nadhani sina mengi sana ya kuongea, lakini washiriki ni wengi, tasnia ni kubwa, Uni Champion the best. Kwa hiyo tusubiri kuona vijana wamejipangaje, lakini pia mambo yatakwenda vipi. Kutoka wetu huyu kwenye upande wa talent, lakini pia msimu huu tuna mashindano ya games au na games mbalimbali kuweza kuhakikisha pia watu ambao hawana talent za kuimba au michezo wanakuwa na gusto upande wa games. Kwa hiyo coordinator upande wa games, tafadhali uje utupe 1 na 2 kwenye upande wa games kabla tujaanza kuruhusu wanafunzi wetu kuanza kuzungumza. Hamid Abdul ni games coordinator wa Uni Champion Season 2. Kwa msimu wa pili wa Uni Champion Season 2 tuna games ya category 5. Tunazo FSC 2, tuna FIFA 25, tuko na checkers, tuko na chess, table tennis na pool table. Kwa michezo yote tunaifanya ili kupata mshindi mmoja, wa pili na watatu. Lakini tunazo steps mbalimbali ambazo tutazipitia hadi kumpata huyo mshindi. Tutakuwa na idadi ya team au group watu kulingana na team, kwa maana kwamba kupunguza idadi ya watu. Then mwisho wa siku atakuwa anacheza kulingana na head to head, then mwisho wa siku unapata mshindi mmoja. Kwa wale washindi wa kila groups watakutana kwenye semi final, tena kwenye final, baadaye tutampata mshindi. Na venue ambazo zinatumika kwa ajili ya games ni 2. Kuna Naflin Hotel na Gwambina Lounge, ambapo tutafanya kwa siku 2, siku ya Jumatano na siku ya Jumamosi. Kwa kila weekend ambayo ni ya Jumamosi na kila weekday ambayo ni ya Jumatano tunafanya michezo. Tunafanya hivyo michezo kwa zile groups. Baada ya hizo groups, kama nilivyosema, tena kwenye semi final, baadaye tutaenda finali, tunampata mshindi wa pamoja. Kwa hiyo zawadi ni kubwa, ni wahamasisha na michezo watie nguvu kwenye games. Kwa kwamba zawadi ya mshindi wa kwanza na wa pili na wa tatu ni reasonable. Kwamba ukiinvest nguvu utapata kiasi kikubwa. Lakini pia ni platform za kutoka pia. Naweza kutoa tu mfano kwenye upande wa games wa FIFA 25, mashindano makubwa yanafanyika duniani na washindi wanapata hela kubwa. Kwa hiyo naweza pia Uni Champions Season 2 inaweza kama pia labda ni platform ya kwanza kufanyika Tanzania ambayo inahusisha wachezaji wa games. Kwa ni platform ambayo unaweza kutumia vizuri ikakutoa nje na kufanya Tanzania labda kwa mashindano mengine nje ya nchi ukaenda kushiriki, kwa maana kama ukipata
experience kubwa ambayo unaweza kuitumia kwa mashindano mengine, ukawa mtu mkubwa pia hata kuitangaza nchi kwa ujumla. Kwa hiyo kikubwa ndio hicho, wana michezo tujiandae na tufanye mazoezi, kwa maana kwamba muda wetu ni mchache. Tarehe 3 tu mwezi wa 5 tunaanza. Kwa hiyo kwa kwangu ndio hayo, ninashukuru sana. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Samdi Abdul, Games Coordinator. Tunashukuru Games Coordinator, lakini pia msimu utakuwa tunatoa tuzo ambazo ni awards kwa vipengele mbalimbali, ambapo hizo atakuja kuzungumzia mwenyekiti wa kamati. Lakini pia kwenye meza kuu hapa tuko na partners mbalimbali ambao wao tunashirikiana nao kwenye hatua moja mpaka mwisho kwenye maandalizi na ufanyaji wa Champions Season 2 ambao motto wetu mwaka huu ni Unlocking Potential. Kulia kwangu hapa ninaye Mr. Ega ambaye yeye ni executive producer wa kipindi cha vijana Clouds, ambao pamoja na nyingine tuna mpango ushirikiana nao kwenye hizi levels. Kwa hiyo nimkaribisha aweze kuzungumza kwa kina juu ya Pesa Talks na vitu vingine, ili kutoka kwenye maeneo yote ya michezo pamoja na events kurudi majumbani kwao pamoja na vioni. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Eric Mjema, Operation. Kwa majina mimi naitwa Anote Ubadi Kamara, ndiye mtu wa masoko kutoka Express Driving Academy. Na sisi tumepartner na wenzetu wa Youth Champion makusudi kabisa, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wenye vipaji, wanafunzi walioko vyuoni, wanafunzi ambao wanashiriki mashindano haya moja kwa moja na wasio moja kwa moja, kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo mazuri, wanapata weredi, wanajifunza namna nzuri ya kuendesha gari, kwa sababu mmesikia hapa tukisema kwamba huwezi kuwa star bila kujua kuendesha gari. Hivyo sisi tumechipu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu au vijana wetu huko vioni wanajifunza namna nzuri ya kuendesha magari. Na hii ni kwa sababu tumeona vijana wengi mtaani wamekuwa wakikosa fursa mbalimbali mara baada ya kumaliza vyuo vyao, masomo yao, kwa sababu ya kushindwa kuwa na ujuzi au weredi katika uendeshaji wa vyombo vya moto, hasa magari na pikipiki. Kwa hiyo sisi tumekuja kushirikiana na wenzetu kuhakikisha na sisi tuna unlock potentials kwa upande wa usafirishaji, kwa maana ya magari pamoja na pikipiki. Kwa hiyo na niwahimize tu wanafunzi ambao wataenda kushiriki mashindano haya ya Youth Champion kwamba tutahakikisha wanakuwa vizuri sana katika uendeshaji wa magari, kwa sababu huduma tunayoitoa sisi ni pamoja na kuwafundisha watu juu ya kuendesha magari, lakini pia tunakodisha magari kwa wale wanaohitaji kujifunza, lengo ikiwa ni kujinoa zaidi, kuweza kujiendeleza katika uzoefu wa uendeshaji wa magari. Lakini pia tunatoa ushauri, tunaandaa vyeti kwa wale wahitimu ambao tumejiridhisha kulingana na utaratibu na kanuni zote za uendeshaji wa magari barabarani. Kwa hiyo tumekuja kushirikiana na wenzetu katika mashindano haya, lengo kuu ikiwa ni hilo, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanatoka vyuoni si tu wana elimu ya darasani, lakini pia na ujuzi nje ya masomo ya darasani, ikiwemo uendeshaji wa magari. Na tunajitahidi kuhakikisha kwamba wanapata na vibali vinavyowaruhusu wao kuendesha magari kiutaratibu, kwa maana ya leseni na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo naomba niwakaribishe sana ili waweze kushiriki, na wale washiriki wote watakao shiriki basi waitikie wito wa Express Driving Academy kushiriki mafunzo ya uendeshaji wa magari. Nashukuru sana. Asubuhi. Kwa majina naitwa Basil Emmanuel, ni CEO wa Basil Link na Basil Creative Media. Basil Creative Media hii ni kampuni ambayo inahusika na uzalishaji na utengenezaji wa maudhui kwa njia ya video na picha. Sisi tumeamua kushirikiana na Youth Champion katika kuhakikisha vitu vyote ambavyo vinahusiana na production kuanzia mwanzo hadi mwisho wa tukio au mashindano unakwenda kufanyika. Tumekuwa ni moja ya kampuni ambayo tunahakikisha vitu ambavyo vinahitajika kufikia jamii au wanafunzi ambao wana vipaji kuweza kuonyesha kwa jamii kwamba kuna vitu ambavyo wanaweza kuvifanya. Hivyo tumeamua kuwekeza nguvu, lakini pia kuwekeza vifaa vyetu viweze kutumika ili kuweza kusapoti haya mashindano. Lakini pia mbali na hivyo, tunapenda kukaribisha wadau wengine ambao wanaweza kuongeza nguvu katika kitu ambacho tunakifanya
sababu lengo letu kama ninavyosema theme ya Uni Champions, unlocking potential. Kuna vijana wengi sana ambao wana vipaji vya kupiga picha, kurekodi videos, lakini bado wanaweza kukosa platform za kuweza kuonyesha vipaji. Habari ya wakati huu, ndugu waandishi wa habari pamoja na viongozi wote. Naitwa Rahim Anseti Miinga, ni waziri mkuu kutoka taasisi ya uhasibu Tanzania TIA, ikiwa moja chuo ambacho kitashiriki katika mashindano haya ya Uni Champion, na hata msimu uliopita ilikuwa ni vyema tuishiriki kwa ukubwa zaidi, na hata sasa tumejipanga pia kushiriki kwa ukubwa. Lakini vile vile nikizungumzia katika upande wa vyuo vingine ambavyo tutaenda kushiriki kwa pamoja, tunaona katika mwamko mkubwa sana, lakini pia katika msimu huu wa pili umeenda kugusa nyanja tofauti tofauti ambazo pia zinaongeza chachu kwa wanafunzi wa vyuoni, hivyo watashiriki kwa ukubwa sana, na tunategemea kuweza kupata mafanikio makubwa sana kupitia Uni Champions, kwa maana ya kwamba itaenda kuinua na kupromote vijana kupitia nyanja tofauti tofauti za vipaji. Hivyo Uni Champions kwa upande huu wa hii season 2 kiujumla imekuja vizuri sana. Kwa hiyo tunategemea ukubwa katika ushiriki kwa wanafunzi, lakini pia kuwepo katika kuonesha vipaji vyao na kuweza kulipeleka jambo kuwa vyema. Hivyo